Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na habari ambayo sio nzuri kwa upande wa Konde Gang, hususan kwenye upande wa kombe la Samia Cup. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba katika kombe la Samia Cup bwana, Konde Gang ilikuwa ni moja kati ya timu ambazo zinashiriki. Kulikuwa kuna Konde Gang Kings Music FC, kulikuwa kuna Crown, kuna Clouds na timu nyingine kibao kina Mario Bad Nation FC na timu nyingine kibao. Na mwenendo wa timu ya Konde Gang ambayo imekuwa na influence kubwa zaidi mpaka msemaji akawa ni Baba Levo, maana Baba Levo mwenyewe kapiga mahesabu akaona okay, bora tu aisupport Konde Gang, na moja kwa moja Baba Levo akaamua kuwa msemaji rasmi wa timu ya Konde Gang. Maana watu wengi sana walikuwa nadhania kwamba Mwijaku ndo atakuwa msemaji wa Konde Gang FC, lakini at the end of the day Baba Levo akajitokeza na Harmonize akaconfirm. Sasa basi Konde Gang ilikuwa inaenda vizuri sana. Kuna mechi nyingine ilikuwa inashinda goli nyingi tu za kutosha, kama vile unakuta Konde Gang ikicheza wanapiga goli 4 kwa moja na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tunaona kwamba future ya timu hii ya Konde Gang FC katika michuano hii ya Samia Cup ilikuwa iko very bright, yani ilikuwa inang'aa. Lakini kwa mujibu wa habari ambazo tumezipata leo ni kwamba Harmonize bwana alienda jana, lakini ndo hivyo tena, kwa bahati mbaya wamefungwa na timu ya Sholo Mwamba. Sholo Mwamba na yeye pia na timu yake inaitwa Sholo The Rock. Bwana imewapiga Konde Gang FC kwa goli 2-1. Umeona bwana, kwa hiyo mambo hayakuwa mazuri kwa upande wa Harmonize na Konde Gang FC kwa ujumla siku ya jana. Kwa hiyo Harmonize kabidi aondoke. Aliingia pale na mbwembwe na mtoto wake nini kushow love, lakini pia alivyoondoka kabidi aondoke na binti yake Zuu taratibu kabisa kinyonge, baada ya kuchezea goli 2-1. Na kitu ambacho kilikuwa very entertaining, ukiachana na kwamba wachezaji wa Konde Gang FC walikuwepo pale wakina Ibra na nini, lakini pia tulimuona bouncer wa Harmonize Mudi Mnyama, na naye pia alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji wa Konde Gang FC katika michuano hiyo ya Samia Cup pale Mikocheni. So habari ambayo imetufikia ni kwamba Harmonize bwana ameondoka kinyonge kabisa baada ya timu yake kufungwa bao 2 na Sholo Mwamba, na timu ya Sholo Mwamba. Hivyo ndivyo namna Harmonize alivyoondoka katika Samia Cup baada ya kumaliza mchezo dhidi ya timu ya Sholo Mwamba kwa magoli 2-1. Umeona bwana, kwa hiyo wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu asema bwana, kwani lazima uwe bodyguard? Samia Cup kuna amani tele bwana. Bodyguard mmoja tu alikuwa anatosha. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa sababu kwamba bingwa anakuja uwanjani na matokeo sasa. Kwa sababu kwamba bwana wakubwa tu. Okay, haya. So ukiachana na hilo pia ni kwamba Harmonize bwana alivyokuwa anaingia, Harmonize bwana aliingia kwa mbwembwe kweli kweli, lakini ndio hivyo Sholo The Rock FC imeifunga kiulaini kabisa timu ya Konde Gang FC, na hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Lakini pia katika mashindano haya tulimuona kaka wa Diamond Platnumz, huyu ni Ricardo Momo, mmoja kati ya vijana ambao wako na busara ya hali ya juu. Ricardo bwana alikuwepo pia katika hii michuano, na yeye pia alifanya mahojiano na waandishi wa habari, ambapo akasema kwamba bwana mpira sio vitu vya Diamond. Maana aliulizwa swali kwamba bwana katika haya mashindano ya Samia Cup kwa nini Diamond hajaleta timu? Tungeona Wasafi FM FC hapo au Wasafi Media FC kwa ajili na wenyewe pia washiriki katika hii michuano ya Samia Cup. Maana tumeona media nyingine zote za vijana wengine wote ambao wanafanya vizuri katika mziki wa Bongo Flavor wamehudhuria au wameshiriki. Je, Diamond imekuaje? So moja kwa moja Ricardo amesema kwamba mpira sio vitu vya Diamond, na ndio maana haji kwenye hayo mashindano hakuwepo. Yani hakuwa karibu, hakuwa anaelewa nini kinaendelea, kwa hiyo kuleta timu ikawa amechelewa. Umeona bwana, licha ya mastaa wengi kushiriki katika michuano hiyo ya Samia Cup yaliyoanzishwa na star Alikiba, Ricardo Momo amesema kuwa Diamond bwana haonekani kwenye hayo mashindano kwa sababu mpira sio vitu vyake. Umeona bwana, kwa hiyo amedondosha dongo straight, short and clear, kwa sababu tunafahamu kabisa kweli Alikiba ni mchezaji mpira mzuri. Hicho ni kitu ambacho kila mtu anajua. Kwa hiyo Alikiba kuanzisha mashindano haya lazima angalie watu ambao wako very interested na mambo haya ya mipira. Actually katika hivi viwanja vya Mikocheni bwana ni kwamba uwaga wachezaji mastaa wengi sana wanataka kufanyaga mazoezi ya mpira. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba okay, kuna mtu huyu na huyu wako very interested na football. Hawa kina Chino, hata Mbosso pia ni mchezaji mpira pia katika hayo mara nyingi tunamuonaga na yeye anafanyaga mazoezi ya mpira. Harmonize anajulikana kwamba ni shabiki wa mpira tokea kitambo, na yeye mwenyewe alisema kabisa kwamba iwapo kama asingekuwa msanii wa muziki basi moja kwa moja angekuwa ni footballer. Umeona
Kiba amecheza mpaka ligi kuu ya Tanzania bara kwa kupitia timu ya Coastal Union. Kwa hiyo unaelewa what is going on. Umeona, lakini Diamond yeye sio mtu wa mpira hivyo, na alisema wewe mwenyewe pia wazi kwamba yeye sio mtu wa kufuatilia mpira. Alianza kufuatilia mpira tokea Manara awe ni rafiki yake. Yaani urafiki wa kwake yeye na Manara ndio umemfanya Diamond awe anafuatilia mpira. Umeona bwana, kutokana na uhamasishaji wa Manara. Umeona, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Haya, kwa hapo watu wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu hapa ameandika kwamba kuna mtu hapa anaitwa High Clever Store anasema kwamba bwana jamaa huyu Ricardo Momo yuko very clear. Anajua sana kutofautisha vitu. Hii ni dunia tunapita. Why uwe na chuki na mtu ambaye hana akuchukii? Hata akiwa anakuchukia pia vile vile akupunguzii wala kukuongezea kitu. Safi sana mzee wa Kudere. Umeona, watu wengi sana wanapendaga sana hizi interview za Ricardo Momo kwa sababu waga jamaa anaga mambo mengi, anaga mbwembwe, anadondosha madongo kama ilivyo, hana chuki, hamaindi mtu, anaongea kitu kama kilivyo. Kwa yaani waga anamzungumzia vizuri Harmonize, anamzungumzia vizuri Alikiba, anamzungumzia vizuri pia mdogo wake Diamond. Kwa hiyo ni mtu ambaye watu wengi sana waga wanapenda sana the way ambavyo anavozungumzia baadhi ya vitu. Haya, mdau mwingine huyu hapa anaitwa Sudi anasema kwamba Diamond ni brandi, haonekani kizembe. Yaani kiufupi yupo kama hawezi akawa kama kalio kwamba kila sehemu unamuona, na uwezi pia vile vile ukaliweka wazi. Kwa mnasema kwamba bwana hata kama sio vitu vyake akija kuangalia kwani atapungukiwa nini? Hebu acheni mambo yenu. So comment zimekuwa ni nyingi tofauti, lakini ukiachana na hilo, Ricardo amezungumzia kuhusiana na swala la Harmonize kuwepo katika michuano hii na ameng'aa kweli kweli. Unaona, yani Konde Gang FC imeng'aa haswa katika hii michuano ya Samia Cup. Kwa mujibu wa Ricardo amesema kwamba Harmonize ni mtu ambaye anapenda ushindani, kwa hiyo hawajaona kwamba kuna tofauti yoyote wala ni kitu ambacho alikuwa anategemea kabisa kumuona Harmonize pia katika hii michuano ya Samia Cup. Kwa hiyo Ricardo amesema kwamba Harmonize ni mtu ambaye anapenda sana ushindani, kwa hiyo basi kwenye Samia Cup ana timu nzuri na alikuwa anamuona kabisa ana potential ya kufanya vizuri zaidi. Umeona bwana umeona kuna mtu anasema kwamba kuna mtu hapa amekuja kucomment amesema kwamba waandishi bwana wamemuuliza maswali wakiwa wanategemea kwamba Ricardo atatoa majibu ya shombo. Kwa mtu anasema bwana wewe ndio mtu wa mpira, sio wale wakina MTPA. Kwa sababu bwana jamani Momo hana baya. Kwa sababu bwana vyuma vingi na mpira haviendani. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba Diamond hajaja kwenye mipira kwa sababu yeye ni mtu wa mavyuma, kwa hiyo mambo ya mpira yeye haendani nayo. Umeona bwana, so it is what it is. Ukiwa kama mdau nadhani hapo utakuwa umepata mwanga kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika michuano ya Samia Cup. Konde Gang FC kama labda ndio ilikuwa timu yako, basi ujue kwamba imetoka baada ya kufungwa na timu ya Sholo Mwamba, inaitwa Mwamba The Rock. Bwana imefungwa goli 2-1. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.